Vijana wengi mashuhuri duniani huko, wale wenye utajiri na majina makubwa, wamekuwa wana kawaida sasa hivi ya kuandikia mali zao mama zao. Sasa pindi pale ndoa zinapovunjika, wale vijana wanakutwa hawana kitu, na matokeo yake mahakama inaamuru mali za mwanamke sasa ambaye alikuwa naye kwenye ndoa ndio zigawanywe. Sasa kwa nini inakuwa hivi? Unajua kipindi ambacho hawa mabinti sasa hivi na wanawake wenye umri mdogo wanapambana kuangalia namna gani watapata zaidi au watapata kitu kutoka kwa vijana ambao wanakuwa nao kwenye mahusiano sasa hivi ambao wako kwenye umri wa kutafuta mahusiano mapya na ndoa, ndio kipindi hiko wanawake wengine tena ambao sasa ni watu wazima wenye hawa watoto ambao tunaona sasa hivi wana mafanikio, nao wanazunguka wanawaambia watoto wao namna gani ya kujilinda. Kwa hiyo hili bato sio kwamba linapigana na wanaume, hili bato linapiganwa na wanawake wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo upande mmoja huko anasimama mke, upande mwingine nyuma yule kijana anasimama mama yake. Kwa hiyo kipindi mke anajiandaa kabisa kupiga tukio na kupiga mshindo wa hela nyingi, huko nyuma mama anasimama nyuma ya kijana wake anamfundisha mapema. Kwa hiyo unakuta mama ameshaona, kwa sababu wanawake wenyewe kwa wenyewe wanajuana. Yaani mwanamke akimwangalia mwenzie dakika 5 anajua huyu macho juu huyu. Kwa hiyo niwe makini nimwambie mwanangu ukweli. Kwa hiyo unakuta kabla hata yule mwanamke hajawaza kuvunja ndoa, kwa sababu huyu si bado binti mdogo, hana uzoefu na maisha. Huyu mama ambaye mtu mzima yeye ashaona mbali, anamuita kabisa mwanae, anamwambia uhalisia na mali zinakuwa zimeshaandikwa kwenye majina ya mama. Kwa hiyo pale mama yeye anasubiria tu kitokee cha kutokea, akachekee chooni au akachekee pembeni. Kwa sasa hili bato ni mtanange ambao wanawake wenyewe kwa wenyewe wanapigana bila wao kujua, au wanapambana bila kujua, lakini kwenye ulimwengu tofauti.